Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Tuliokuandalia hii leo kutoka Umoja wa Mataifa. Vijana ni taifa la leo na ushirikishwaji wao ni katika kila nyanja kuanzia mwanzo hadi mwisho. Tumeshaanza tangu awali kuwashirikisha vijana kushiriki moja kwa moja katika kupanga aina gani ya mafunzo wanayataka, aina gani ya mafunzo ya shiriki, na kila hatua ya mafunzo wanashirikishwa. Na leo katika Jifunze Kiswahili tunabisha hodi Baraza la Kiswahili nchini Tanzania BAKITA kupata maana ya neno twiga. Tafadhali ambatana nami hadi mwisho. Leo ni Jumanne ya tarehe 27 ya mwezi Januari mwaka 2026. Ni siku ya kimataifa ya kuwakumbuka waathirika na manusura wa mauaji ya kimbari ya Holocaust. Mwenyeji wako ni mimi Flora Nducha kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York, Marekani. Basi kabla ya kukuletea mada kwa kina, tupate muhtasari wa habari. Msomaji hii leo ni Arnold Kaenda. Asante Flora. Ikiwa leo ni siku ya kimataifa ya kukumbuka waathirika pamoja na manusura wa mauaji ya kimbari ya Holocaust, hususan yale yaliyofanywa na manazi wa Kijerumani, hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa katika ukumbi wa Baraza Kuu kumefanyika kumbukizi ikileta pamoja manusura waliotoa shuhuda za waliopitia wakikimbia maeneo kadhaa ikiwemo Austria baada ya kutwaliwa na Wajerumani. Akizungumza kwenye tukio hilo, Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema wanaoombolezwa leo ni Wayahudi milioni 6 waliouawa na manazi wa Kijerumani na washirika wao, pamoja na Waroma na Wasinti, watu wenye ulemavu na wengine wengi wasiohesabika waliopoteza maisha. Kwa hivyo basi, When words become weapons, maneno yanapogeuka kuwa silaha, uongo, nadharia za njama, mzaha wa kawaida na matusi ya siri vinaweza kukua hadi yale yasiyofikirika yakawa sera na vurugu. Hivyo basi, tushikamane kuapa kusimama kidete dhidi ya chuki kwa Wayahudi na aina zote za chuki, na dhidi ya ubaguzi wa kidini, ubaguzi wa rangi na ubaguzi wa aina yoyote popote pale and everywhere. Na sasa tuelekee huko Geneva, Uswisi, ambako inaelezwa kuwa kurejesha mfumo wa elimu uliosambaratika huko Gaza, eneo la Palestina linalokaliwa kimabavu na Israel, ni jambo la kuokoa maisha, na kuwarudisha watoto shuleni lazima kiwe kipaumbele cha haraka, amesema James Elder, msemaji wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF. Akizungumza na waandishi wa habari kwa njia ya video, Bwana Elder amesema kabla ya vita hivi dhidi ya watoto, Wapalestina wa Gaza walikuwa miongoni mwa watu wenye viwango vya juu zaidi vya kusoma na kuandika duniani. Leo urithi huo uko katika mashambulizi makubwa. Shule, vyuo vikuu na maktaba zimeharibiwa na miaka ya maendeleo imefutwa. Huu si uharibifu wa kimwili pekee, ni shambulio dhidi ya mustakabali wenyewe. Na Umoja wa Mataifa umezindua mpango wa mahitaji na hatua za kibinadamu wa dola milioni 852 kwa ajili ya Somalia, huku ukionya kuwa ukosefu mkubwa wa ufadhili utaacha mamilioni ya watu walio katika mazingira magumu bila msaada wa kuokoa maisha, huku hali ya kibinadamu kuendelea kuzorota. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na msemaji wa Umoja wa Mataifa Stefan Dujarric, ombi la msaada wa kibinadamu kwa ajili ya Somalia kwa mwaka 2026 liko chini kwa 40% ikilinganishwa na ombi la mwaka jana, na linalenga kusaidia watu milioni 2.4, idadi ambayo ni chini ya nusu ya watu wote wanaohitaji msaada wa kibinadamu. Mwisho wa muhtasari wa habari. Kwako Flora. Asante sana Arnold Kaenda kwa kutuletea muhtasari wa habari. Hapo baadaye basi tutajifunza lugha ya Kiswahili, na leo tutakuwa na mtaalamu wetu Onis Gala kutoka Tanzania. Salia papo hapo tafadhali. Kutoka New York, sauti ya from the United Nations. Alors que le réchauffement record met à
Unaendelea kufuatilia habari za Umoja wa Mataifa. Kumbuka zinakujia kupitia chaneli yetu ya YouTube Habari za UN. Pia televisheni mbalimbali wa shirika wetu. Na unaweza kutembelea wavuti wetu news.un.org/sw kwa taarifa pamoja na makala. Naitwa Flora Nducha, tunasonga mbele. Basi sasa ni wasaa kwa kuletea mada kwa kina. Vijana ni zaidi ya nusu ya idadi ya watu duniani na ni injini yenye nguvu ya uvumbuzi, mabadiliko ya kijamii pamoja na maendeleo endelevu. Hata hivyo, vijana wengi bado wanakabiliwa na vikwazo vinavyowazuia kuchagiza maisha wanayoyataka, kuanzia kuondoa kwenye umaskini, ukosefu wa usawa hadi kwenye upatikanaji wa elimu bora na kazi zenye staha. Kwa sababu maisha pamoja na fursa zao huchangiwa moja kwa moja na elimu, vijana ni lazima wawe washirika hai katika kufikiria upya jinsi ya kujifunza. Ndio maana mwaka huu katika kuadhimisha siku ya kimataifa ya elimu iliyofanyika tarehe 24 Januari, shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO likaja na kauli mbiu ya nguvu ya vijana katika kuunda elimu ya pamoja. Lengo likiwa ni kuhakikisha kuna ushirikishwaji. Na je, Tanzania wanatekelezaje kauli mbiu hii? Tuungane basi na Lea Mushi katika mada hii kwa kina. Kwanza niseme kwamba tunatambua kwamba wanafunzi ni wadau wakubwa sana katika mafunzo. Ni wadau namba moja kwa sababu hawa ndio wanaopokea mafunzo. Na mafunzo yoyote yanayotolewa lazima yawe ni mafunzo yenye kuzingatia mahitaji yao. Ni Daktari Bonnie Benson, daktari bingwa wa kinywa na meno katika Hospitali ya Taifa ya Muhimbili nchini Tanzania, ambaye pia ni mkuu wa Chuo cha Afya na Sayansi Shirikishi Muhimbili. Kwanza Daktari Benson anaanza kwa kutueleza namna wanavyoitekeleza kauli mbiu ya mwaka huu ya nguvu ya vijana katika kuunda elimu ya pamoja. Kama chuo katika maadhimisho yetu tumeshaanza tangu awali kuwashirikisha vijana kushiriki moja kwa moja katika kupanga aina gani ya mafunzo wanayataka, aina gani ya mafunzo ya shiriki, na kila hatua ya mafunzo wanashirikishwa na tunawaandaa kikamilifu kuwa vijana ambao wanaweza kulitumikia taifa lao kwa pamoja. Mkuu huyo wa chuo anasema walitambua mapema sana umuhimu wa ushirikishwaji wa vijana. Na tumetambua kwamba ushirikishwaji wa wanafunzi kupitia serikali zao katika vikao vya pamoja na uongozi wa chuo, walimu pamoja na wanafunzi wenyewe kunachangia kwa kiasi kikubwa sana kuamua ni namna gani mafunzo yatolewe kwa ufanisi. Na katika chuo hiki jambo hili limekuwa likizingatiwa sana, na hii imepelekea kuwa na performance nzuri kwa wanafunzi, yani ufanisi mzuri katika masomo yao na kuwafanya wafaulu vizuri mitihani, wafurahie kujifunza. Lakini si lengo tu la kufaulu mitihani. Sisi tunacholenga ni kuwa na wahitimu wenye umahiri wa kutosha kutoa huduma ambazo hazitiliwi shaka katika jamii, na hilo tunasimamia kwa pamoja. Na wanafunzi na wao wamejitengenezea mazingira ya kuhakikisha wao kwa wao wanasimamiana, kuhakikisha kwamba wanasimamia kauli mbiu ya taasisi ambayo ni mafunzo bora kwa wanafunzi, lakini pia kuhakikisha kwamba wao wenyewe wanamiliki yale mafunzo ikiwa sehemu ya maisha yao ya kila siku. Si wanafunzi pekee, waajiri pia nao wanashirikishwa. Tunawahusisha hata waajiri. Wanataka wahitimu wawe watu wa namna gani? Kwa hiyo sasa kile kinachotakiwa na wanafunzi waliopo na wale ambao wamemaliza lazima kionekane kwenye mitaala yetu. Maoni yanayotolewa na wahitimu waliokuwa wanafunzi katika taasisi yanatusaidia kuboresha mitaala yetu, kwa sababu wao ndio watakaotueleza walipofika kufanya kazi ni upungufu gani wamejiona wanao na wanatamani wangejifunza wakiwa shuleni. Lakini pia wanafunzi wetu
nao watatueleza ni vitu gani wanavikutana navyo kwenye maeneo wanayokwenda kwenye mafunzo kwa vitendo ambavyo hatufundishi na wanatamani vifundishwe. Sasa hii inafanya kwamba tunakuwa na mtaala ambao unaakisi uhalisia wa mahitaji ya vijana au wadau wetu wa elimu. Kwa hiyo wanafunzi ni wadau ambao wanatakiwa kuhusishwa tangu mwanzo, na hili tumekuwa tukilifanya kwa kuhakikisha tunakusanya maoni kutoka kwao ambayo baadaye tunakuja kuyatengeneza na kuyaweka katika mitaala, na tukishatengeneza mitaala lazima tuirudishe kabla haijaanza kutumika. Na sasa hebu tuwasikilize vijana wenyewe wanasemaje kuhusu ushirikishwaji wao. Kwa majina naitwa Eden Godfrey Askile, ni mwanafunzi wa kozi ya Pharmaceutical Science mwaka wa kwanza. Tunaruhusiwa kutoa mapendekezo mbalimbali kwa njia ya vikao, ambapo mapendekezo pale ambapo palionekana mapungufu yoyote katika stadi zetu za kielimu, tunaruhusiwa kutoa mapendekezo kwamba kuna upungufu fulani na fulani uliotokea. Kwa majina naitwa Anapita Jumanne, nasoma kituo cha sayansi shirikishi Muhimbili na soma kozi ya uuguzi na ukunga. Kwenye taasisi yetu kwenye kuboresha mitaala wanatumia maoni ambayo yanakusanywa. Huwa tuna maboksi ya maoni, kwa mtu kama una maoni kuhusiana na mtaala huwa tunaandika maoni yetu, pia tunaweka kwenye maboksi. Pia huwa tunafanya vikao mbalimbali ambavyo vinajumuisha wanafunzi wote kutokana na kozi mbalimbali. Kwa kila kozi wanafanya vikao ambavyo vinahusisha mitaala. Kwa tunapata pia mrejesho kuhusiana na mitaala yetu. Turejee tena kwa mkuu wa chuo Dr. Bonnie Benson ambaye anahitimisha kwa kutoa ushauri. Wito kwa vijana, serikali, jamii kwa ujumla, kwanza kutambua kwamba sasa hivi dunia inakwenda kwa kasi, na kasi hii inahitaji akili ambazo zina ubunifu, ambazo ni za utendaji kazi wa haraka, zenye kufikiria maendeleo. Kwa hiyo serikali ijaribu kuziangalia sera za vijana kuendana na kasi hii, lakini jamii kwa ujumla iwasaidie vijana kwenye kuwawezesha kujifunza mbinu mpya ambazo zinajitokeza mara kwa mara, na wasiwachukulie vijana kama watu wasiokuwa na mchango, wachukulie vijana kama wadau muhimu sana wa maendeleo katika taifa, katika dunia kwa ujumla. Shukrani sana Lea Mushi kwa kutuletea mada hii kwa kina. Sasa umewadia wasaa kujifunza Kiswahili kama nilivyokujuza. Leo tuna mtaalamu wetu Oni Sigala. Huyu ni mhariri mwandamizi wa Baraza la Kiswahili la Taifa nchini Tanzania, BAKITA. Anafafanua maana ya neno twinga. Ukienda katika hifadhi za wanyama, sasa hivi kuna chombo ambacho huwa kinaelea hewani, puto hili kubwa ambalo linakuwa ndani yake limepakia watu, kwa maana ya watalii kuangalia au kwa maana ya walinzi kulinda wanyama na kadhalika. Hili linaitwa twinga. Na najua wengi wanayafahamu ama kwa kutazama katika televisheni au katika filamu mbalimbali. Lile linaitwa twinga kwa uswahili wake, kwa maana ya puto kubwa lenye nafasi ndani ambayo watu wanaweza wakakaa, na watu hao wanaweza kuwa ni watalii, wanaweza kuwa ni walinzi, wanaweza kuwa pia hata ni watu wa utafiti. Basi katika puto lile ambalo ni twinga huwa wanazunguka nalo. Shukrani sana Oni Sigala kwa elimu hiyo. Basi nami nakunja jamvi hii leo, lakini kumbuka tukutane tena kesho kutwa Alhamis kwa jarida lingine la video. Na kwa upande wa vipindi vyetu vya redio vinakujia kila siku. Hivyo kesho Jumatano utapata habari za Umoja wa Mataifa. Hata hivyo kwa sasa unaweza kutazama habari hizi pamoja na video nyingine kupitia chaneli yetu ya YouTube Habari za UN. Katika ukurasa wetu wa X ni Habari za UN. Na usisahau kupakua basi app yetu ya Habari za UN kupitia Play Store
na App Store. Kwa niaba ya wenzangu wote waliokuletea jarida hili, naitwa Flora Nducha na kutakia amani na nasema asante sana. Kwa heri kutoka hapa Umoja wa Mataifa, New York, Marekani.